Chukua Biblia yako na notebook yako. Katika matamko ya siku ya leo, tunakwenda kuangalia aina za sadaka. Kuna watu wengi ambao wanaokoka na wengine wamefundishwa, na wengine ambao wameokoka bado hawajafundishwa ama wamesikia, hawajapata mchanganuo unaostahili. Lakini ni mapenzi ya Mungu kutaka uzijue aina za sadaka. Zijue aina za sadaka. Ukizijua aina za sadaka, itakuwa ni baraka kwako, itakuwa ni faida kubwa kwako. Kwa hiyo kama andika kuzijua aina za sadaka. Maana haiko aina moja, ziko aina mbali za sadaka ambazo Mungu anaziamuru, ambazo hazibadiliki. Tutaanza na kitabu cha Zaburi sura ya 50 mstari wa 5 na wa 4. Zaburi sura ya 50 mstari wa 5 na wa 4. Wakati unafungua Zaburi ya 50 mstari wa 5 na 4, ili uzijue aina za sadaka. Hii itakuwa ni sadaka ya aina ya kwanza. Nami nitakuletea tangazo kwa ufupi wakati unafungua Biblia yako. Siku ya Jumapili ya tarehe 22, ambayo ni bado siku 3 zijazo, kanisa mjiandae. Kwa wale ambao walikuwa hawajatengwa na laana za mizimu, itakuwa ndio siku yao, na pia kutolewa kwa wazaliwa wa kwanza. Haleluya. Watawekwa wakfu wazaliwa wa kwanza. Kuna wazaliwa wa kwanza kibibilia wa aina mbili. Wale waliozaliwa kibinadamu, wazaliwa wa kwanza, na wale wazaliwa wa kwanza ambao ni kiroho. Kwa maana wako wengine ni makuhani, yeye hajazaliwa nyumbani kwao mzaliwa wa kwanza au wa pili, lakini Mungu amemuita katikati ya familia yao. Ajalishi ulizaliwa namba 2, 3, lakini Mungu akakuita kama Yusufu, akakuita kama Daudi, akakuita kama Musa. Wote hawakuwa wazaliwa ama kifungua mimba, lakini Mungu akawafanya kama wazaliwa wa kwanza katika ulimwengu wa roho. Wakawa wanaitwa jina lingine ni lango. Ni lango la Mungu. Na lango kazi yake moja kubwa ni kupitisha vitu vya Mungu. Na wazaliwa wa kwanza kama hawajawekwa wakfu kwa Mungu ama kukabidhiwa mikononi mwa Mungu, kuna kazi moja tu. Adui ana nafasi kupitisha vitu vyake vya ulimwengu wa roho kupitia mzaliwa huyo wa kwanza. Ndivyo ilivyo. Unanielewa? Ndio maana wazaliwa wa kwanza wa Misri Mungu aliwaua, na ikawa pigo mpaka wana wa Israeli wakatoka, hawakutakiwa tena Misri. Na ndivyo ambavyo wazaliwa wa kwanza shetani naye anadili na wana wa Mungu. Kama hujamweka wakfu, kuwekwa wakfu maana yake kukabidhiwa kwa Mungu. Haujamkabidhi mtoto kwa Mungu, hata kama wewe ni Mkristo au wewe hujawahi kukabidhiwa, ulikuwa mzaliwa wa kwanza hujakabidhiwa mikononi mwa Mungu, kuna lango la adui anatumia uhalali ule kuleta uharibifu. Na wewe ukiharibiwa kama lango la kwanza ama mzaliwa wa kwanza, ndugu zako hawawezi kufanikiwa, maana tayari amepata nafasi. Kwa hiyo siku ya Jumapili, kwa wale ambao wameelewa na wamejifunza yale ambao Mungu ametufundisha nyuma, basi itakuwa ni wakati wenu wa kuja kutengwa. Na wale ambao hawawezi kufika kabisa vuka Yordani, wametoka mikoani mbali, wameshindwa kufika,
ama uko mataifa mengine, imekuwa gharama kubwa kufika, umemwomba Mungu na amekuongoza sadaka ya kutoa, siku ile jiunganisha live na ibada, basi utatengwa na Mungu, maana mkono wa Mungu si mfupi, ili mradi yeye ameshajua uhusiano wako na yeye baada ya maombi yale yote tuliojifunza kutokana na masomo hayo. Na kama Mungu amekuridhia, amekupa hizo sadaka, basi wakati tunatoa sadaka na kukuombea, basi kutoka hapo Mungu atakuwa amekuweka wakfu, ama Mungu atakuwa amekutenga na laana kama ni mtu wa kutengwa na laana. Na saa ya kuwaweka wakfu wazaliwa wa kwanza pia kama ni mtu unahusika upande huo, itakuwa hivyo, na sadaka zako zitakuwa zimesha kuja madhabahuni. Basi kwa wale ambao ni wambali, huwa mnaona wakati mwingi sadaka zinakuja madhabahuni na zinatangazwa, na unaona zinaachiliwa hapa kuwakilisha moyo wako, na huko uliko Mungu anahusika. Amina. Na siku hiyo hiyo baada ya ibada hiyo tukumalizika, kutakuwepo na ushuhuda. Sema ushuhuda. Shuhuda mbalimbali ambao Mungu amekufanyia ama amekutendea. Muda mrefu sasa Mungu hajatupa nafasi hiyo, sasa ametupa hiyo nafasi. Kwa hiyo baada ya kufanya ibada hiyo ambayo yamkini itakwenda zaidi ya nusu saa, vile Mungu atavyotusaidia, baada ya hapo tunakuwa na ushuhuda. Tunakuwa na nini? Kwa hiyo ulio na ushuhuda, maana yake, faida yake nini? Mtu yeyote anayemshuhudia Mungu matendo makuu ambayo Mungu amemtendea, moja, Mungu anaachilia ulinzi juu ya yule mtu. Namba mbili, Mungu anatumia ushuhuda huo kukutana na haja ya wale ambao wana tatizo kama lile ambalo alikuwa nalo huyu mtu akapona, basi na yeye anapona. Unajuaje Sumbe? Mtu yule ambaye alikuwa na shida ya mauti, Elisha alishakufa miaka mingi, mtumishi wa Mungu akalala mifupa yake akiwa salama, lakini bahati mbaya akaletwa mtu mwingine, wanamkimbiza kwa ajili ya vita, wakaenda akamtumbukiza kwenye mauti iliyokuwa amelala mtumishi wa Mungu. Ilipokutana na mifupa ya Elisha, ile mauti iliinuka, haijainuka? Iliinuka, akawa mtu hai. Kwa hiyo wewe ambaye ulitolewa kwenye hiyo mauti, unapokutana na mtu aliyetolewa kwenye hiyo mauti, wewe bado na hiyo mauti, na hiyo mateso, atakaposhuhudia katika roho na kweli, na wewe unatoka kwenye hiyo shida. Haleluya. Hiyo ndio kanuni ya Mungu kwa wale ambao, ndio maana mara nyingi tunatoa angalizo: shuhudia, usiongeze chumvi, usiongeze madoido yako, usijitetee, usiseme watu madhabahuni, usiseme dini ya mtu madhabahuni. Sema kile Mungu amekutendea kutoka madhabahuni. Lengo lake nini? Ili uwepo wa Mungu ule aliyokutendea upate nafasi ya kumwendea mtu. Haijalishi yuko hapa madhabahuni, haijalishi yuko nje ya madhabahu hapa au yuko nje ya nchi, Mungu anamfikia. Kama umenielewa, sema amina kubwa. Twende sasa kwenye somo letu. Umeshaandika? Nafundisha aina kama 4 leo. Ziko aina nyingi za sadaka. Kwa hiyo somo letu, zijue aina za sadaka. Zijue aina za nini? Za sadaka. Sadaka ya agano, namba 1. Sadaka ya nini? Ya agano. Nimekwambia 50 Zaburi na ule mstari wa 5 na wa 6. Ni sawa? Anasema hivi: nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Sema amina. Umeona sadaka hii? Wengi wetu sasa tumeanza kujua sadaka hii. Wakati ukiokoka ama ukiwa Mkristo uliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu hataki uende nyumbani kwake ukawe mtu wa mazoea. Kama kuna kitu kimewafelisha watu wengi, ni roho ya mazoea. Ndio imewafelisha watu wengi. Kwa nini? Watu wengi waliokuwa nje ya kanisa huko duniani wanajua sana kutoa sadaka upande wa shetani. Wanajua sana na wanamaanisha, hawafanyi mchezo. Lakini wanapokuja kwenye nyumba ya Mungu wakaokoka, sijui wanakuja kukuta wengine wenye mazoea, nao wanapata mazoea. Chachu kidogo ufanyaje?
inachachusha donge zima. Kwa unakuta ni Wakristo wazuri, wanampenda Mungu, lakini kwenye sadaka wana mazoea, na hali wanataka uchumi wao upande juu. Haiendi namna hiyo. Sadaka ya agano ni sadaka ya namna gani? Hapa Mungu anasema nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Kuna watu ambao kwa kweli hawajafanya agano na Mungu, na wapo tu. Sasa agano ni nini? Ni agreement, ni makubaliano, ni agano, na agano halitakiwi kuvunjwa. Ndio maana nilianza kwa kusema unaweza kawa unatoa sadaka jinsi unavyosikia. Leo umetoa 1,000, 1,500, 2,000 kila unapokuja kanisani. Unapoendelea hivyo, usipoangalia inakuwa mazoea. Na wengine wanafanya kwa nia njema. Mungu anapoona na nia njema, kuna saa anakuambia sasa, sitaki uende kwa mazoea mwanangu, nataka sasa ushike kasi, tuanze kutembea na wewe kwa njia ya sadaka. Anafanyaje? Anakuletea kwenye moyo wako. Kwenye nini ndugu zangu? Anakuletea kwenye moyo wako sadaka kiasi fulani, alafu anakuhimiza na kuambia kila ibada kuu lazima utoe hii sadaka. Tunaenda sawa? Kila ibada kuu mnapokutana kanisani, ibada kuu mara nyingi unakuta ni Jumapili. Siku ya Jumatano unaweza ukatoa labda yeyote ulionayo, lakini ibada kuu inakuwa kama ni agano, na unaisikia moyoni mwako. Wengine wanaoteshwa ndoto, wengine wanasikia msukumo wa ndani, wengine wanasemeshwa wazi na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ile sadaka, Mungu haanzi kama kukukomoa, hapana. Sadaka ya namna hiyo nakuja kujikuta, kwa mfano, natoaga mfano wangu. Mungu alianzisha sadaka ndani yangu ya shilingi 200. Shilingi 200 mwaka 99 ilikuwa ni fedha ya thamani. Maana ilikuwa bado utatumia ile shilingi 5. Unajua ile ilikuwa imekaa kama gobore hivi. Wanaita gobore, si ndio? Kwa hiyo fedha ilikuwa bado ina thamani, shilingi 200. Baadaye Mungu akanipandisha 500. Kadri unavyotoa kwa uaminifu, kuna kupimwa pia. Haleluya. Mwambie mwenzako sadaka ya agano. Kuna wakati nimekaa karibu miezi 7 natoaga kwa uaminifu, natoaga. Siku moja Mungu akanionyesha kwa maono kabisa, waziwazi. Wakati naomba nikaona maono. Unajua maono ya Mungu yakipita, ufahamu wako unatawaliwa pap, na unaona lile la Mungu linapata nguvu kuliko lile la kwako la kibinadamu. Ghafla nikaona sadaka nilizokuwa natoa 200, shilingi 500, ninaona zimepanda juu, zimepata kibali. Alafu nikasikia zimepata kibali kama zilivyopata kibali sadaka za Kornelio. Nilipoona namna hiyo nikafurahi. Alafu nikasikia sauti kutoka kule juu ikiniambia hivi, kwa kuwa umekuwa mwaminifu kutoa sadaka ya agano. Alafu nikaona mtu mwingine anamuonyesha, anamfanyia hivi. Nikajua ni miezi 7. Kumbe wana kumbukumbu ya kila kitu. Kumbe mimi nimetoa miezi 7, mimi sikumbuki. Baadaye nafanya mahesabu polepole, nikagundua mmoja huyu aliyekuwa anasema kwa kuwa umekuwa mwaminifu kutoa sadaka ya agano kwa muda mrefu, mwenzake yuko pembeni anamuonyesha, anafanya kidole hivi, manake 7, si ndio? Huku ni mikono 4 hivi, mwingine huku 3. Nikajua ni 7. Baadaye nilipokuja kukaa katika mwili, nikajua tangu nimeamuriwa kutoa shilingi 500, huu ni mwezi wa ngapi jamani? Wa 7. Alafu ile nikasikia sauti juu sasa ikasema, kuanzia sasa mwanangu utanitolea mimi shilingi 1,500. Nilipoamka kwenye hiyo maono, niliona kama nimepandishwa mahali kugumu. Kutoka 500 kwenda 1,500, na kazi zenyewe ndio hizi changamoto. Lakini nilichofanya, nikaamua kumwamini Mungu aliyesema na mimi.
Nikamwambia Mungu, ulisema na watumishi mbalimbali, ulisema na Ibrahim, ulisema na manabii, ulisema na mitume, na mimi uliosema na mimi unajua mimi na tabia ya kuandika. Sijui kama nao naandikaga vitu vya Mungu akisema na wewe. Ukijenga tabia namna hutajisahau. Lakini ukiona kitu cha kawaida itakukosti. Kwa na mimi nikaandika kwenye diary yangu tarehe na saa na muda Mungu aliozungumza na mimi. Nikaandika na yale maono niliyoona. Nikaweka na yule mtu aliyokuwa nionyesha mikono namna hii. Na ilivyopata kibali. Nikamwambia Mungu asante. Sasa nifungulie mlango. Nitakwambia siri ya sadaka hii. Mungu anapokupandisha, maana yake Biblia inasema mnatoka utukufu kwenda utukufu. Kutoka hapo, kama ilikuwa napataga shilingi 200 kwenda 500 kwa shida, Mungu aliponipandisha 1500, nataka nikwambie hivi, nikaanza kupata kuanzia 1000, 5000, 10000 nikaanza kuzifikia, jambo ambalo lilikuwa ngumu kuzifikia, nikaanza kufikia mpaka 5000, 10000, 15000, napata pesa kwa siku ya namna hiyo. Inakuaje? Kipindicho bado nafanya kazi yangu, nimejiajiri mwenyewe. Ilikuwa ngumu kupata hiyo siku. Mimi nilikuwa naishaga 7,000, 8,000, nashuka chini 4,000 napata kwa siku. Maana nilikuwa nimejiajiri. Lakini kutoka siku hiyo nikaona kazi zinakuja nyingi. Mara hivi kazi zinakuja nyingi mpaka zinanilemea, naita na watu wengine kunisaidia. Kwa nikawa kila siku nyumbani nakuja na shilingi isiyopungua kama shilingi 12,000, 14,000, 15,000 nacheza hapo. Lakini Mungu aliniambia 1,000 na nini? Na 500. Nikaanza kumuuliza Mungu, ilikuwa kuaje? Akaniambia kwa sababu umetii. Alafu nikaona mtu anakuja tena kwenye maono anasema hatua za mwenye haki zinaimarishwa na Bwana. Akaniambia kila hatua unapofikia ina sauti ya Mungu. Hatua kwenye sadaka ya agano inaongozwa na nani? Na Mungu. Na watu wengi hawajajua. Ukitaka uchumi wako ubadilike, acha kuangalia dunia inasemaje my friend. Wewe angalia, jazwa na Roho Mtakatifu, msikilize Mungu juu ya sadaka. Mungu anaanzishaga uchumi wa mtu kwa njia ya sadaka. Unapotii, Biblia inasema unakula mema ya nchi, sio mema ya mbinguni, unakula mema ya nchi. Anakufungulia mlango katika nchi. Hatua za mwenye haki zinaimarishwa na nani? Na Bwana, na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kila hatua, Mungu ananiambia hatua ya kwanza ilikuwa 200. Alikuwa anakupima moyo wako, utakuwa mwaminifu? Kila ibada kuu aliyokuambia, nikawa mwaminifu. Nimebeba chenchi zangu, naenda kutumbukiza. Saa nyingine naweka kwenye bahasha, na viringisha karatasi namna hii. Kawa mwaminifu. Mimi kaona ni jambo la kawaida tu. Lakini akanipandisha kwenda 500. Kutoka 500, 1,500. Moyo wangu karibu upate shida. Kaambia Mungu, lakini kwa kuwa umesema wewe nisaidie. Kwa hiyo kila ibada kuu nakuta nina hela hiyo. Kuna wakati nilipimwa, niliwahi kuambia hapa. Hiyo nilikuja kupimwa wakati imeenda kiwango kingine. Nafikiri ilikuwa ni cha shilingi kama 5,000. Kama 2,000 au 5,000. Kitu kama hicho. Si mnakumbuka ushuhuda? Haleluya. Mungu akaja akanipima. Kuna saa inafika Jumamosi, mimi nilikuwa naombeaga Mungu, kumbuka kesho ni ibada. Sadaka yangu ya agano sina. Ambao ni jambo ambalo wewe unaweza ukapuuzia tu. Mimi siwezi kupuuza. Nimeeleweka mpaka hapo? Nimeeleweka. Mungu atakupima, na Mungu anasema uwe tayari wakati unaofaa na usiofanyeje. Nikaanza maombi. Maombi mchana, maombi gani? Sio hii ya kufunga na kuomba, unakaa tu ndani, unamwambia Mungu, nimeona saa zimeenda, sina 1,000, ile 2,000. Kama 2,000 au ilikuwa 5,000. Hapo ndio nikumbuki. Nikamwambia Mungu, hiyo pesa bado sina. Na kesho ni ibada. Na wewe umeniambia umefanya agano nami kwa njia ya dhabihu, kwa njia ya sadaka. Sasa sina hiyo. Nifungulia mlango. Nitaendaje Bwana? Sina. Mtu mwingine angesema hivi, angesema kwa kuwa Mungu anajua sina. Lakini Biblia inakupa nafasi ya kwambia uwe tayari wakati unaofaa na sio faa. Manake ukae mbele za Mungu, umuulize, uombe. Na mimi nikaanza kuomba. Alafu baadaye maombi yameisha. Angalia saa ni kama saa 10. Inaenda 11. Hasa nikasema nitafanyaje?
Na hapa ndani hata sukari haitoshi. Hata sukari tu ya watoto wangu hapa haitoshi. Vimafuta hapa havitoshi. Sasa nikasema nitafanyaje? Na hela nyingine sina. Nikasikia kama kitu kinaniambia, si utembee huko nje. Tembea huko. Sasa mimi nilikuwa nakaa karibu na barabara inaenda Nairobi. Kwa nikaanza kutembea kwenda Ngaramtoni. Nimetokea huko Kibaoni, ndio nilikuwa naishi. Naanza kwenda Ngaramtoni. Natembea pole. Kidogo kuna watu na barabara zinazokata mitaa hivi. Mimi napita na mtu mmoja anakaja anasema, "Hello wewe." Sasa nikajua labda hawa ndugu zangu wa Masai wanaitana wenyewe kwa wenyewe huko. Nikasikia wewe. Naambia mimi wewe, wewe unaitwa huku. Na nani? Naitwa. Kugeuka jamaa mmoja anakuja anakimbia. Nikajua mbona mtu wa Kimasai huyu. Maana ameweka rubega yake namna hii. Sasa anasema, nani huyu? Nimeshamsahau. Kumbe jamaa yule nimchomea rejeta yake. Mwaka umeshaisha. Mwaka umefanyaje? Na nilikuwa namdai shilingi 700 tu. Maana walikuwa nabomoa nani ya juu huku ya rejeta ya trekta yake. Kwa hiyo ndio naisafisha hiyo rejeta. Kuna namna ilikuwa tunasafishaga. Umemaliza kusafisha, unachomea yale matundu ilikuwa navuja. Haya unarudisha, unachoma na ile blue lamp. Unachomea vizuri. Ilikuwa mimi ni fundi mzuri sana. Sasa matokeo yake amekuja kujaribisha kwenye gari lake, imefaa, namwambia basi nipe hela. Amelewa saa hiyo asema, wenzake wanamwambia mpe fundi hela yake bwana. Eti mpe fundi hela yake, anafikiri hela inapatwa tu. Sikupi leo hela yangu. Nikafikiria nachezea. Wenzake wasema anakupa tu bwana, achana naye. Akawasha trekta anaondoka. Akamwambia Yero, mpe mwenzako hela. Ama ndakupa, sikupi. Au nishuke nikuweke makofi. Na makofi tena. Wenzake anambia mpige mtu makofi na wakati fundi atakupiga tiles huyu fundi. Nikamwambia mimi nimeokoka bwana. Ingekuwa zamani ningekupiga kichwa, lakini kwa kweli nimeokoka. Nikamwambia fundi bwana, bosi nipe hela bwana. Tajiri nipe hela bwana. Tena muita tajiri wangu nipe hela. Mbona unanipaga? Kumbe unajuaga nakupa, kumbe umekulaga nyingi. Sikupi leo. Kama mchezo, mwenzake akasema hivi, bwana wewe vumilia hata kesho atakupa. Harushagi huyu atakupa. Wakaondoka. Na mimi nilikuwa nategemea hiyo hela 700, ilikuwa hela nyingi sana. Nikasema mbona muujiza wangu umeondoka? Hivi Yesu huoni kitu kweli? Karibu nimkimbilie trekta nyuma. Imeshaondoka. Sasa nikakaa baadaye kasema nasamea, achana naye. Atakuja kwa njia nyingine tu. Sasa siku hiyo naambiwa simama, mimi nimeomba huku nipate sadaka kati ya 2000 na 5000 nimekuambia. Sasa nimefikishwa hicho kiwango. Anakuja anahema. Kuangalia karibu. Nasema nani huyu? Nasema anaambia ndugu yangu, wewe si ndio yule fundi? Naomba unisamehe. Nikamkumbuka. Nikamwambia umetokea wapi? Kuna shida gani? Nisamehe bwana, naona nakufa. Ninakutafuta tangu jana. Nakutafuta. Ndio maana nimetokea huku. Nakutafuta naambiwa umekaa huku. Sijui nyumbani kwako ni huku. Nimefurahi nimekuona. Naona malaika wako wamekuleta. Nafurahi. Nisamehe bwana. Nisamehe ndugu yangu. Nisamehe naona nakufa, naambiwa sipokupa hela yako nakufa. Yaani amechomoa tu hela namna hii. Mimi ilikuwa 7,000, amenipa karibia 20 karibia 20. Ilikuwa 20 kasoro hela kidogo. Akanipa. Nikamwambia sasa utamwambia ni? Si nimebaki na Zuba. Nikasema ni yeye au umekosea? Nikamwambia au umekosea ndugu yangu? Akasema wewe unifahamu? Nikamwambia nakufahamu, lakini sasa hii wewe unajua nilikurushaga ile hela ya rejeta. Nikamwambia sasa wewe bwana mimi nakufa bwana. Chukua hela bwana. Mwambie Mungu wako anisamehe bwana. Akasema mimi sijui amekutana wapi na Mungu, tamwambia samehe wapi? Wewe leta hela niweke mfukoni. Sasa nikachukua hela nikaweka, nikamwambia basi wewe nenda na amani. Takufuata na kesho bado ofisini. Nikamwambia haya. Mimi nikageuza zangu. Sasa safari ya Ngaramtoni nimeisha, narudi nyumbani.
Kwa nini nang'ang'ana na Mungu anipe sadaka ya nini jamani? Ya agano, ambayo ningemwambia sina Mungu sasa hivi, lakini nikafanya sehemu yangu, nikamsikiliza. Sadaka ya agano. Nikafika nyumbani nikamwambia mama, nimepata hela hii hapa. Nikaweka ya agano, nikampa na ya matumizi ya nyumbani, na ingine ikabaki, maana hela nyingi nikaweka. Sikiliza, sadaka ya agano, kadri unavyotoa kwa uaminifu, na Mungu anakupandisha, na kadri anavyokupandisha uchumi wako nao unapanda. Uchumi unafanyaje? Panda. Sio kiroho tu, uchumi unafanyaje? Panda. Nitakwambia kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wanapotoa sadaka kwa uaminifu, uchumi wao unaweza usipande, lakini kiroho chao, karama zao, huduma Mungu aliyomuitia kila wakati inabadilika. Anavyotoa, wengine hawa kanisa watakatifu, watu wa Mungu, wao wanazidishiwa. Atoae anafanyaje? Anazidishiwa. Lakini kwa watumishi wangu wanapotoa kwa sauti ya Mungu, kwa watumishi wa Mungu, wao wanazidishiwa vile vipawa, ule wito ulioitiwa. Ndio unaona huku kibinadamu wanakuwa na mapungufu, lakini kiroho anaanza kupata jina. Sema amina kama unanielewa. Ninaeleweka jamani? Hiyo ni sadaka ya nini? Ya agano. Ndio maana mstari wa 6 anasema hivi, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Kwa hiyo Mungu anaanzisha jambo kwa njia ya sadaka, kuupima ule moyo wa mtu. Ukiwa ni mwaminifu, ndipo Mungu anaanza kumtengenezea ule mtu uchumi na njia zake, ambapo watu wengi, ngoja nikwambie, walipookoka wakaja na mazoea. Kwa nini makanisa mengi watu walio ndani ya makanisa ya kiroho ni maskini? Kwa sababu walipokwenda kwenye kanisa la kiroho wakaweka mazoea kwenye sadaka, wakafikiri Mungu tu atawasaidia. Mungu ameweka sheria yake, hakusaidii kwa sababu unambembeleza wewe ni Bwana, kwa sababu unafunga. Watu ni rahisi sana kufunga na kuomba masaa hata 24 amefunga, masaa 72 amefunga bila kula, lakini si rahisi sana kwenye sadaka. Kwenye sadaka mnapishana. Lakini kwenye kufunga, wewe mwambie mtu wa kiroho atakaa hata siku 4, siku 5 hajala, kwake haina shida. Lakini njoo saa Mungu anamwamuru sadaka, atafanya kwa kutetemeka kwenye ule uwepo wa Mungu siku 2 3, anaacha. Ndio maana unaona watu wengine wanapishana namna hii, pishana namna hii. Na wale wanaozidishiwa baraka unawaangalia mara 2, bado wa kiroho au wamepoa? Hivi kweli bado wa kiroho kweli au wamepoa? Kwa nini? Kwa sababu wao walifikiri tu ukiokoka Mungu mambo yanaenda chwe. Kama kwa shetani huko watu walifanya kwa uaminifu juu ya utoaji wa sadaka, kwa Mungu huku ni zaidi. Nimeeleweka? Maana watu waliokaa kwa shetani wanajua sadaka ni nini na wanatoa kwa uaminifu, lakini kanisa watu wanatoa kwa mazoea, haiendi. Ndio maana unakuja kukuta watumishi wanapishana, na yule aliyepata neema wanasema kwa nini yeye anafanya hivi, kwa nini anafanya. Yeye anakula gharama kwa kumsikiliza Mungu. Mojawapo ni eneo la sadaka. Ndio maana Biblia inasema hivi, na mbingu zitatangaza haki yake. Inatangaza haki ya nani? Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa njia ya dhabihu. Yule mtu anafanya kwa uaminifu, hafanyi uzembe. Mbingu zinaanza kutangaza haki yake, maana zimemthibitisha moyo wake. Sema amina kama unanielewa. Wale wanaojua sana maana ya sadaka, wengi walitoka mautini. Sadaka inaweza kumtetea mtu na mauti. Halo, sadaka inaweza kumtetea mtu na nini? Watu wengi sana wanajua kufunga na kuomba na kulia mbele za Mungu. Ukishalia, Mungu huwa anashuka kusema na roho yako. Kumwambia Mungu nakupenda mpaka mwisho, hiyo haina shida. Ni nzuri sana. Ni nzuri sana wana Mungu. Mungu anakusubiri saa umetulia, analeta vision, analeta dreams ndani yako. Alafu anakuambia yapasayo. Akikwambia yapasayo, utaona ndio hapo mnaachana na Mungu.
Ukimlilia Mungu sana, ujue atakupa maagizo. Hayo maagizo ndio kipimo cha moyo wako na Mungu. Wengi wamefeli. Unanisikiliza vizuri? Kuna mtu alipendwa na Mungu kama Ibrahim. Mungu mwenyewe ndiye alimtafuta, si ndio? Kama vile Mungu alivyonitafuta mimi, kama alivyokutafuta wewe ukaokoka. Si ni sawa? Alikupenda. Lakini angalia Ibrahim alivyokaza kumpenda Mungu. Mungu anambia, "Lo, unataka niuhakikishe moyo wa ndani ili nitembee na wewe hata kama nimekuita?" Ndio. "Unataka nikufanye mtu wa tofauti sana?" Ndio. Akangojea, akampa mtoto wakati wa uzee. Alafu Mungu anamwambia, "Mtoe huyu kwa sadaka. Mtoe huyu anda sadaka." Na sadaka ya zamani unaenda kumchinja, kumteketeza. Kama asingekuwa anajua ni Mungu, asingemtoa. Na alipokwenda kumtoa, angalia, akashinda. Akafanyeje? Akashinda. Unaweza ukasoma na Nyakati wa kwanza 16:29. Sawa ndugu zangu? Soma Mambo ya Nyakati wa kwanza. Sema Nyakati wa kwanza. Ndio. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 29. Hii IC haiwaki vizuri. Tafadhali rekebisheni hii IC. Anasema hivi, Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:29, anasema, "Mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka, mje mbele zake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu." Pointi yangu ni hii. Anaposema leteni sadaka, unaelewa ni sadaka aina gani? Si ni sawa? Njooni mbele zake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Sadaka ni ibada. Mwambie mwenzako, unapotoa sadaka ni ibada. Haleluya. Kwa hiyo ukijua ni ibada, jaribu kukumbuka ibada. Unaambiwa inua mikono juu tuabudu, watu wanaabudu. Omba, unaona watu wananyenyekea, wanaomba. Vivyo hivyo saa ya kutoa sadaka ambayo Mungu anakuongoza ni ibada. Watu wengi hawaamini hiyo ibada, ama wanaona ni kitu cha kawaida. Namba 2. Naomba tuhame hapo ili tufikie sehemu zingine. Kwa sehemu umeelewa sadaka ya agano? Asante. Namba 2, sadaka ya fungu la 10. Fungu la 10 pia nitakumbusha tu kiasi, sababu wengi wao hapo labda ile nyingine. Fungu la 10 wengi wao tunafahamu, si ndio jamani? Twende Malaki, tuanzie na Malaki. Malaki sura ya 3 mstari wa 7. Unaweza ukasoma yote. Sura ya 3 mstari wa 7. Tukasoma yote kwa wale ambao itawasaidia. Inasema hivi, "Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema," hapo turudi kwa namna gani? Hapo "Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu." Sasa unaonaga watu wengi wanasema sadaka ya dhabihu ni hiari, si ndio? Sasa kwa nini hapa Mungu akwambia umemwibia? Maana yake kuna watu ambao Mungu amewasemesha juu ya sadaka ya agano, wakaelewa, baadaye wakaacha. Wanapoacha wanamwibia nani? Mungu. Maana yake wamevunja agano. Ndio maana hapa anasema mmeniibia zaka na dhabihu. Tunaenda sawa jamani? Anasema ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mmeniibia mimi, naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwepo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la.
Angalia ahadi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anashughulika na uchumi wa watu, lakini kupitia sadaka watu wakishaelewa. Mungu hawezi kukuexpand, hawezi kukupanua kama hujamsoma kwenye sadaka. Tunaenda sawa? Haya, angalia, anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mizabibu yenu hautapungutika matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana. Maana yake Mungu kwa ufupi hapa anasema atashughulika na kila jambo nalojaribu kugusa lisiharibiwe. Anayeharibugi matunda ya wana wa Mungu ni nani? Shetani na mawakala wake. Mungu anasema wanapotoa zaka kamili kwa wakati, yeye ndio atahusika na kumkemea yeye alaye. Kwenye ulimwengu wa roho, shetani huwa ni mwizi, ni muharibu. Kazi yake ni kwenda kuharibu. Unaanzisha biashara kidogo, anainua maagenti, wanakuja kuinenea, wanakuja kuharibu. Lakini Mungu atakwenda kuwafukuza ikiwa na kuweka ulinzi, ikiwa wewe unamtii Mungu kwa dhabihu, kwa sadaka ya fungu la 10. Tunaenda sawa jamani? Alafu mstari wa 12 asema na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Na mimi nakurudisha hapa, anaongea kiroho au kibinadamu? Uchumi anayokupa ni wa kiroho au wa kibinadamu? Anasema mataifa watawaiteni heri. Maana yake unavyomwabudu Mungu na kumtumikia na kutii kwa njia ya sadaka, Mungu anasababisha kila unachokigusa kinapanuliwa, kinalindwa salama. Kwa hiyo unaendelea kugrow, unaendelea kupanuka. Unavyoendelea kupanuka, Mungu anasema hivi, mataifa yataona, watakuiteni heri. Tunaenda sawa? Kwa hiyo sadaka ya fungu la 10 unapotoa bila kuacha, ndipo Mungu anapoanza kuhusika na kila kitu unachoweza kukifanya na kukifanikisha. Na maadui hawezi kuharibu mafanikio yako, lakini mpaka Mungu anahakikisha. Watu wengi, labda niseme hivi, watu wengi wanatoa sadaka ya fungu la 10, sawa wanajisikia raha, sawa wanajisikia kama Roho Mtakatifu amewavuvia. Wakiona kama kuna ukame, wanaweza kusema tuna mambo mengi, tatoa siku nyingine. Sheria ya Mungu haiendi hivi. Ngoja nikuulize, nitoe mfano. Wewe ni mkuu wa wilaya, wilaya yote kwenye taifa letu la Tanzania, si ni sawa? Mkuu wa wilaya si ni kiongozi mkubwa kwenye wilaya, si ni sawa na Mungu? Si anafahamika, ndio mkuu wa wilaya, si ndio? Akiamka asubuhi amepishana na watoto wake, au ajisikii vizuri, mwili unauma, ataamka asubuhi asema mimi leo sijui kama mkuu wa wilaya kwa kweli, sijisikii vizuri. Hivi leo ni mimi ni mkuu wa wilaya kweli? Kwa sababu leo hajachangamka, maana anaumwa. Inaendaga hivyo? Awe anaumwa au hajisikii vizuri, yeye ni mkuu wa nini? Sikiliza, huo unajisikia vizuri, hujisikii vizuri, una agano na Mungu, toa fungu la 10 tena kwa wakati bila kuacha. Saa ambayo hujisikii vizuri, hata sadaka usikii vizuri, ndio saa hiyo Mungu anaangalia. Maana yake uwepo wake haukusukumi, ni mtihani wako. Nenda uliza wanafunzi wote darasani, saa wanafanya mitihani, kama wanasikiaga uwepo wa walimu, wanasikiaga kuachwa, alafu ili akili zionekane kama zinafanya kazi mliofundishwa nyuma. Ni sawa si sawa? Ndio maana kila mtu anakaa kwenye dawati lake mwenyewe peke yake. Maana yake tegemea akili yako. Saa Mungu anapokupima, hakuachili ule uwepo wa kutoa, anauondoa ule uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako wa kutoa, uwepo wa kuabudu. Alafu unaenda kanisani na umeshaijua sheria. Saa hiyo ndio fanya kwa bidii kuliko unavyosikia. Maana baada ya hapo unapofaulu, tiki nawekwa namna hiyo, mbingu zinathibitisha. Haleluya. Nimeeleweka jamani?
Kwa hiyo usiende mbele za Mungu kwa udhaifu kabisa bwana. Toa kwa uaminifu. Haleluya. Kama alivyosema, watu wengi sana walimpenda Mungu duniani kule, walikuwa wanatoa kwa uaminifu tena kwa makini. Walipokuja kwa Yesu Kristo, wanatoa kwa udhaifu. Ndio maana unaona wanapigwa kirahisi, hawatetewi, kwa sababu sadaka zao hazineni mema mbele za Bwana. Haujui sadaka zinaendaga mbele za Mungu zinanena? Unajua hilo? Sasa kama sadaka haineni, inakuwakilisha, uwakilishi wako ni nini kwenye kiti cha enzi alafu tetewe? Jamani, kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo kuna sadaka zenye haki mbele za Mungu. Unapotoa kwa uaminifu, zenye haki zimewaondoa watu wengi na mauti. Ngoja nitoe mfano. Wakati mimi najenga nyumba yangu nilionayo, tangu nimeanza, ni nyumba yetu na mke wangu, na familia yangu, ni nyumba ya 3. Tulijenga nyumba nzuri ya vyumba 5 na sebule kubwa. Baadaye Mungu akatubariki, tukaiacha, tukapangisha watu, tukajenga nyumba nyingine ina kagorofa kamoja, nyumba kubwa, alafu nyingine pembeni kama servant quarter ina kagorofa kamoja. Tukaishi hapo. Mungu akatusaidia, tukaenda eneo lingine kubwa zaidi, tukajenga nyumba ya gorofa moja ambayo tunaishi pale tunapoishi sasa. Tulipojenga, mazingira yakaa vizuri, watu wakaanza kunishauri, unajua sasa hapa afadhali umepata eneo kubwa kuliko kule. Kule ilikuwa tu unapata sehemu ya parking magari labda 4, 5. Lakini huku unaona una eneo kubwa bwana. Mungu amekusaidia. Tumeweka na ukuta mkubwa. Bwana Mungu amewasaidia. Asante, mbarikiwe. Siku moja Mungu akaniambia, kuna mtu nitamwepusha na mauti, nitamleta, atafanya kazi. Kazi ipi Mungu? Atafanya kazi ya kutengeneza ukoka, kutengeneza maua na vitu vingine. Nikamwambia Mungu, ikikupendeza nitashukuru. Baada ya muda akatokea mtu akasema, mimi naona mchungaji, mtu huyo aje apime hapa garden inakaje, alafu na ukoka na nini. Nikamwambia na yuko hapa kanisani kweli? Si ni gharama hii? Asema Yesu mwenyewe amenigharimia zaidi kuliko hii jamani. Nikatafuta mtu nikamwambia, bwana unafanyie haya, wewe msikilize. Alitumia sijui milioni ngapi kutengeneza hiyo tuseme garden vizuri, kupanda na miti, kufukuliwa, kuleta mbolea, kuja kuchanganya na udongo, kuweka kila kitu na kupanda na gharama zote. Kutoka hapo, mauti zilizokuwa zimekusudiwa asingeishi miaka hiyo, Mungu asema nimeongezea miaka zaidi. Haleluya. Mimi nikawa namtaniaga tu, namwambia unaona, na kila siku akisafiri akirudi ukimwona anahuishwa. Sengine unamuona kama mwanachuo ambaye amemaliza chuo, sengine unamuona yeye kama labda mwalimu wa chuo. Yaani anang'aa kila wakati, akitaka ndani unaona maungo yake yanang'arishwa. Akitoka nje huko, akienda huko kwenye shughuli zao, anapiga picha, ananitumia wakiwa wanafanya mikutano yao. Namwambia umekuwa mdogo, si ujione hata wewe mwenyewe kama unafikiri. Na kweli wakimwona wasema, jamani, hii ni neema ya ajabu, ni tofauti na miaka yake. Kwa nini? Kwa sababu sadaka zinawatoaga watu kwenye mauti. Sadaka yenye haki mbele za Mungu, iliyoamuriwa na Mungu, haijalishi unapanda wapi, huwa ina haki mbele za nani? Inakutoa kwenye mauti. Sasa watu wengine wakisemeshwa sadaka za namna hiyo hawafanyi. Wanangoja kutoa fungu la 10 na sadaka ya shukrani ambayo ametendewa na sijui na ya nini. Haya nitazisema. Halo. Mungu akitaka kukupanua mipaka, kuna saa nitakwambia sadaka ya amani, nitakwambia maana yake inafanya kazi gani. Angalia Marekani, ni taifa kubwa. Mara nyingi wana NGOs zao wanatoaga sadaka za amani.
na kila mahali wanawapenda, wanawekeza kwa watoto, wanafungua mashule, wanafungua. Sasa hizo shule watoto wako wakienda wanafurahi, wao kule wanainuliwa. Hawainuliwi kiroho, wanainuliwa kibaraka. Nakuwa ni taifa ambalo linaendelea kupanuka kwenda juu. Nimeeleweka? Lakini wakitaka kwenda mbinguni lazima wamkiri Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi. Lakini kuna baraka za kibinadamu kwa njia ya sadaka ambazo Mungu anaziridhia. Watu wengi hawajagundua hapo. Haleluya. Haleluya. Huyo tu alipata nafasi. Nimetoa tu mfano. Mke wangu anamfahamu, anaendelea kustawi. Hata kama kitikizika nini, kuna sadaka yake inanena mema siku na mchana, iko kwa kuvaa. Ndugu yangu moja, ndugu yangu katika Kristo, yeye alisema, Sumbe huwezi kumbariki. Umbariki ya nini? Kwa sababu unapeleka maji kwenye tone, maji ya ndoo kwenye tone la nani? Wanasemaje hiyo Kiswahili? Si useme na wewe bwana unaelewa. Unachukua maji ya ndoo na unamwagia baharini. Jamani, nikamwambia baraka gani mimi nimepata mpaka inakuwa hivyo jamani? Nikasema huyu hauwezi kusogea. Ngoja nikuulize. Yaani kuna watu wamelaaniwa, wana wivu. Yaani ukisikia ule ni uwivu na uchungu ndio shughuli. Ngoja nikwambie, Mungu ameumba watu, ameumba dunia, ameumba kila aina ya wanyama, kila aina ya madini ya thamani, ameumba mpaka vitu vinaitwa sayari, ameweka kila kitu. Lakini Mungu anasema toa fungu la 10 kwangu. Vya nini wakati wewe ni tajiri namna hii? Mungu yeye anachotafuta, aangalie moyo wako, utaendana na sheria yake ili akushangaze chini ya jua. Halo. Ili afanyaje? Ili akufungulie njia ambayo watu wengine watashangaa Mungu wako anafanyaje. Lakini wewe utaka sema tapelekaje hapo, yeye amebarikiwa, tapelekaje? Haya, mpelekea Mungu unakoona. Ukutane naye huko. Mwambie leo tukutane korongo la nani? La New Arusha. Tukutane nikupe sadaka. Kama utamuona. Haleluya. Aliyenayo atafanyaje? Atazidishiwa. Yule aliyenayo kidogo anapozuia ndio atafanyaje? Atanyang'anywa hata kile alichonacho. Sasa akili ni ipi? Kaa na wakubwa ule mema. Ndipo Mungu atakufanya mkuu. Yasema tembea na mwenye hekima, uwe na nini? Shida wa Tanzania wengi watakagi kuambiwa ukweli. Mimi nakuambia ukweli. Kwa sababu gani? Mimi sina kitu cha kuringa kwa sababu nilikuwa masikini kuliko wewe. Lakini nakufundisha njia ambazo Mungu alinifundisha from zero. From zero. Halafu utaki kuamini, halafu bado na doubt, endelea tu. Sasa mimi nitakufanya nini? Lakini kuna watu watashika hata kama ni wachache. Siku zinakuja, nimekuambia tangu juzi, siku zinakuja my friend, mtakuwa mamilionea. Wengine watakuwa mabilionea. Wewe utaki, unataka nani awe bilionea? Unampasia nani awe bilionea? Kama utaki nenda mbinguni basi. Au ondoka kwenye madhabahu, nenda kakae kwenye madhabahu ambayo ni ya maskini. Mimi Mungu amenitoa kwenye maskini kwa sababu ya kuhubiri kweli. Akanifundisha dade kama kanisa la Makedonia. Watu wengi wanataka waonewe huruma. Akina mama nani? Mama Ana huyu hapa. Huyu mama mpaka leo anafanyaga kazi. Akisikia hata kazi ya askofu anaenda, kazi ya kanisa. Na ni mtu mzima unamuona. Ni mtoto huyu. Ni mtu mzima. Mtu mzima huyu mama.
amefanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Leo ana mji wake tena hapa katikati ya matajiri, na yeye yuko hapa. Sijui niseme nini. Kwa hiyo nataka niseme hivi, sadaka ya fungu la 10 toa kwa wakati. Kuna watu wanatoa sadaka ambazo Mungu anawaamuru. Sasa hii nasemea, Mungu anawaamuru toa sadaka fulani, na wanajua kabisa, lakini hawatoi. Kwa nini? Kwa wakati. Wanakuja kutoa baadaye wakati wingu la Mungu limeondoka. Mungu anakuambia toa, maana yake mbingu zinakuangalia hapo, si ndio? Unapokaa una delay, mwisho wingu linaondoka. Hao watu wanakuja kufanya baadaye. Hiyo sadaka haina maana, maana wingu limeondoka, mbingu zimeondoka kwenye hilo. Basi utatoa, inakuwa tu kama sheria, hautaona mabadiliko. Ndio maana zaka inatolewa kwa wakati, alafu inatolewa kamili. Mungu akikupa shilingi 1000, utoe shilingi ngapi? Shilingi 100. Sasa Mungu aliumba kila kitu, eti anadai 100. Jaribu kufikiri, hivi kweli anadai 100 ama anataka kusachi moyo wako aone uaminifu tu? Yeye anachodai ni hicho. Atampata mwanadamu gani ambaye iwe ni usiku au mchana ni mwaminifu? Akisha kuhakiki, basi Mungu hana shida, anaamuru baraka zikujilie. Au hujua anaamuru zikujilie? Soma Kumbukumbu la Torati. Akisha kuhakiki, anaamuru baraka zikujilie mpaka zikupate. Lakini kabla hajaziamuru, anafanya nini? Anahakiki moyo wako. Atakusumbua kwenye hichi, atakwambia mpe mama fulani kitu, si uchukue hiyo kitenge ulichovaa muda mrefu na wewe umelundika maboksi 5 mpaka ya mawigi yale ya 20,000 na ngapi, 2003 yalipoanza kuja, umelundikaga hutoagi, mchoyo kama sanduku la agano la nani, la Kushi huko. Ngoja tusomea maneno. Naongea na mtu mmoja mchoyo, yaani ni mchoyo. Yeye hataki vitu vyake viguswe. Vya Yesu mwenyewe anataka viguswe. Vya kwako. Una gauni la tangu mwaka 1900 na ngapi? Una malapa ya 1900 na ngapi? Malapa. Hata ukiangalia sasa hivi anaambia, "Alo, mimi sasa hivi naangalia kusini, huyu lazima naangalia kaskazini." Kuna watoto wanakatiza hapo hawana, si wape. Unalundika tu. Nasema Mungu atawabariki wapi wewe mwenyewe hujaguswa? So kusanya tu, kusanya, angalia familia jamani. Ambia jamani, hizi nguo mimi nimetumiaga, watoto wangu wametumiaga, kama inapendeza ni wape. Nyie mtajua tu namna. Sema jamani, Mungu akubariki. Barikiwa. Wanabeba, wanaenda kutafuta size zao, zingine wanatupa, zingine wanabeba. Mungu anasema, hata angalau moyo huu mwaya na kufungulia hata 2,000,000 basi ununue na za kwako mpya. Hata agano la kale lilibadilika kuwa agano jipya. Wewe ubadiliki. Kuna mtu mchoyo hapa. Ni wakulundika tu. Mimi sivai nguo miaka 3, 4. Nafunga shaga, mke wangu ananisaidia. Anaambia baba, na mabegi yamejaa, na beba yote. Namwambia Mungu sasa nipeleke, anambia hii peleka huku. Nikiwapa wananibariki, ndani ya mwezi mmoja Mungu ananipa pesa, naenda kununua za kisasa zaidi, na nunua za kisasa. Atoaye, sema kwa sauti, atoaye nazidishiwa. Wewe utoi yangu. Haya. Mavi mchoyo mmoja ameshughulikiwa tayari.
yaani mchoyo tu. Lakini Bwana asifiwe, haleluya. Na waombea, Mungu hayuko hivyo. Tuambizane ukweli bwana. Kabla Mungu hajaamuru hizo baraka wana wa Mungu, ngoja nikuonyeshe. Nilikuambia Kumbukumbu la Torati 8. Kuna kitu nikuonyeshe hapa haraka. Si ndio ndugu zangu? Najisikia vizuri? Sasa kwenye hii Kumbukumbu la 8 anaonyesha amri na sheria, mkazitende ili mkaongezeke katika nchi ambayo Bwana anawapia baba zenu, si ndio? Moja wapo hizi sadaka. Huwezi kumiliki kwenye nchi kama sio mtoaji. Huwezi kutolewa kwenye roho ya maskini, utaimba miaka yote, kama sio mtoaji itabaki hapo. Na angalia hata watumishi wote ambao ni wachoyo, hawatoi, wanafunika sauti ya Mungu tu inamwambia toa, wanataka wao ndio watendewe. Waangalie, huduma haiwezi kusogea. Mungu akitaka kukupandisha maono yako atakusemesha sana kwenye utoaji. Kadri unavyotoa unaona kama vile anakuumiza, ndivyo anaboost huduma yako inaenda juu. Na baada ya kushinda hayo, baraka haziwezi kukwepa. Mstari wa 2 anasema utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka 40 katika jangwa, ili akutweze kujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au la, au sivyo, si ndio? Haya, sasa hapa ni kupimwa. Sema kutoa sadaka ni kupimwa. Watu wananiangalia hapa leo kama baba vipi? Niambia ndio hivyo. Sasa baada ya kupimwa, angalia Kumbukumbu la Torati 20 na ngapi? 28, ambazo Mungu ndio anaamuru baraka mpaka zikujilie, si ndio wana wa Mungu? Pale ambao nimesema baada ya kukuhakikisha, Mungu anachotaka akuhakikishe. Ndio maana upande mwingine anasema hivi, shaba haiwezi kutambuliwa kama shaba, si ndio? Mpaka ipitishwe kwenye nini? Kwenye moto, tanuri ya moto, ikitoka huko ni shaba, ndio hakika inakuwa ni shaba. Mungu hawezi kukuamini tu kwa sababu nasema baba anakupenda, hakuna kama wewe, umejaa neema na rehema, hakuna kama wewe, wewe ndiye Mungu unayemzuia shetani, unayewapinga maadui. Wewe sawa, wewe msifu na ndio sifa zake, lakini ili atembee na wewe atakupima. Kwa hiyo ni swali lako, kushika ama kuacha. Nenda waulize wanafunzi wote, wanasoma wenzake wanasoma mpaka usiku, wao wanaacha. Alafu uone faida ya mitihani, wanakuwa 0 chini ya ngapi? Alafu wanaambia nenda kijijini. Wenzao wanaenda na sekondari, wao wanasikia kijiji. Hey, kijiji cha kungoja, kijana we kijana, kijiji kinakungoja, kodi na kungoja, ushuru na kungoja, kijiji. Kwenda kijijini. Wenzako waliokula shule wanaendelea kwenda kwa sababu waling'ang'ana. Ngapi wananielewa? Leo hata kama utaki utanielewa. Haleluya. Sasa anasema hivi, utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako, Kumbukumbu 28, si ndio? Hapa maana yake sauti ya utoaji, aliyoagiza sadaka na vitu vingine. Alafu anasema hivi mstari wa 2, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Zitakujilia na kufanyaje? Usikiapo sauti ya Bwana Mungu, ndio anaanza kusema utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani. Lakini mwanzo hapa anakuambia itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa njia ya utoaji, umsikilize Mungu naye kufundisha. Hakuna muujiza mwingine wa kutoka. Haleluya. Anasema baraka hizi zote ambazo Mungu ameahidi kwenye ulimwengu wa roho kwako, kwenye ulimwengu wa damu na nyama, zitatokea pale utakapotii. Anasema ndipo zitakujilia na kukupata. Azipigi chenga. Lakini watu wanataka ziwajilie na kuwapata wakati interview umeshashindwa. Haleluya. Ndugu zangu, kuna kitu unapata.
Haya, tuende sadaka ya tatu. Kwa hiyo uwe mwaminifu kutoa fungu la 10. Sijafundisha fungu la 10 kwa maana ya kwamba fungu la 10 natolewa kwa wakati. Ni 10% kwa kile ulichokipata, si ndio? Maana yake ukipata shilingi magunia 10, kama ni mkulima unatoa gunia ngapi? 1. Ukipata 10,000 unatoa shilingi ngapi? 1,000, si ndio? Ukipata milioni 100,000, hizo mnajua. Lakini toa kwa wakati. Mwingine analundika mpaka asikia asema roho, mpaka roho amwambie. Roho akwambie endelea kukaa nayo, zitaliwa na madumadu na nzige. Kama unasali kwenye madhabahu ambayo unatunzwa kiroho, peleka kwenye hiyo madhabahu fungu lako la 10. Wewe unangojea roho akwambie. Hiyo ndio roho za kujitegemea, mwisho unakuwa agent. Roho gani akwambie? Mbona kwenda kusali unaabudu hapo? Tena unatoa kwa wakati. Kuna maandiko mengi, ila kwa sababu ni muda unaenda, na wengine ndio maana wanaambiwa ikiwa ni mbali unakoabudu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 12 unaweza kwenda kusoma. Anasema ikiwa ni mbali, beba sadaka yako uiuze. Kama ni kitu uza, alafu beba fedha peleka mahali unakoabudu. Maana yake thamanisha na fedha, maana labda huwezi kutembea na mifugo, huwezi kutembea labda na mahindi, ni mbali. Uza, thamani yake peleka fungu la 10 wapi jamani? Kwenye madhabahu. Sema amina kama umeelewa. Twende namba 3, sadaka ya shukurani. Sadaka ya nini? Kuna sadaka ya shukurani. Sadaka ya shukurani inawaokoa watu na mauti. Nililisemea nyuma kidogo, nikatoa na mfano wangu. Haleluya. Sadaka ya shukurani. Zaburi ya 50 na ule mstari wa 14 na wa 15. Twende haraka. Zaburi ya 50. Zaburi ya ngapi ndugu zangu? Zaburi ya 50. Zaburi ya 50. Kuambia mstari wa ngapi? Mstari wa 14 mpaka 15. Zaburi ya 50. Mimi nifike hapo. Zaburi ya 50. Zaburi ya 50. Mstari wa 14 na 15. Inasema hivi: mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Si ndio nakwambia sadaka za kushukuru Sadaka ya kumshukuru Mungu. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri yako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Sadaka nyingi za shukurani zimewaokoaga watu na mauti. Nimeeleweka? Hebu sema tena, sadaka ya shukurani. Hii ni sadaka ambayo mara nyingi imetolewa pale mtu ama kanisa linaposhindiwa vita. Nimeeleweka? Mara nyingi natolewa hii sadaka pale mtu ama kanisa linaposhindiwa nini? Vita. Au Mungu anapowavusha ama kuwafanikisha jambo. Unaona mtu anabeba sadaka ya shukurani kwa hiari ya moyo, anaisikia kumbariki Mungu madhabahuni pake, ama anasikia msukumo kumbariki mtumishi wake. Pia sema ukimpa kikombe cha maji mtumishi wa Mungu, anasema unapata thawabu yake. Ni pale ambapo watu wanatendewa, wanajua mtumishi wetu huyu anayetolea alituombea hiki, ilikuwa ngumu hiki, nimetoka. Anaibeba ile sadaka, iwe ni ya fedha, iwe ni ya mali, iwe ni vyakula, anabeba, anapeleka ama madhabahuni ama kwa kuhani. Moyo wa shukurani kwa Mungu kupitia mtumishi wake.
anampa Mungu, lakini kupitia nani? Mtumishi wake. Maana Mungu anaangalia kupitia madhabahu zake, kupitia watumishi wake. Nimeeleweka jamani? Ndipo Mungu anasema hivi, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa. Mstari wa 14 anasema mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, ndipo zinakuja kuondoka mateso. Watu wanamshukuru Mungu. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Nimeeleweka mpaka hapo? Watu wanatoa sadaka kama ibada. Nimetoa mfano wangu kidogo hapo. Mimi na mke wangu tumetumiwa sana. Wakati mwingine tumeamriwa kujenga nyumba ya mtu, jenga nyumba za familia. Wakati wa kwetu ilikuwa bado hata hatujajenga vizuri, lakini unahimizwa fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Unamsikiliza Mungu. Saa nyingine tulinunua maeneo, mashamba, au Mungu asema toa shamba ili adui asipate nafasi kama shukrani, ili niweke ulinzi. Kaniambia asili yako si ya hapa, wewe kitovu chako hakipo hapa. Kwa hiyo mizimu ya anga, mizimu ya ardhi itadai. Tasema mtu huyu anakuja kupanuka huku. Nenda muulize Isaka. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 28, alipoanza kupanuka, wale watu walifanyaje? Si walimchukia? Walimchukia, hajamchukia? Pale Mungu alipowaambia kaa hapa, usishuke kwenda Misri, kwenda kuhemea, panda mbegu katika nchi, si ndio? Alipopanda mbegu alifanikiwa, hajafanikiwa? Alipofanikiwa waliinuka wenyeji, hawajainuka? Sasa kuna sadaka ambayo Mungu anaweza kukusemesha juu ya ardhi. Watu wengi wameshindwa kupanuka kwa sababu ardhi ile inakuambia wewe sio wa kitovu cha hapa, utapanukaje hapa? Kwa hiyo wanazuiliwa, na kwa sababu hawarudi kwa Mungu kumuuliza Mungu, kwa nini nimestruggle miaka 2 mitatu najaribu kufanya hivi, akiendi nini? Kumbe ardhi inamkataa. Ardhi inasema huyu sio wa kitovu cha hapa, huyu ametuvamia sisi, asili yetu ilikuwa ni hivi, huyu anakujaje kuchukua eneo hili? Wengine wasipoangalia mauti. Siku moja akasema, uone mtu anaanza kujenga nyumba nzuri na anakufa. Uone mradi unapanuka mtu anakufa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kisasi chenye ardhi kinaita, kinalia. Wengine sio kama wananielewa kitu nasema. Nenda soma Agano la Kale. Kuna mtu aliinuka juu ya Yeriko kuijenga Yeriko. Alipoanza kujenga msingi alifiwa na mtoto wake wa kwanza. Alipoanza kumaliza kujenga alifiwa na mtoto wake wa pili. Angalia, ndio maana mtu unaanza kupanuka mauti inatokea. Kwa nini? Kwa sababu ilivyowatesa ile Yeriko, iliwatesa wana wa Israeli mpaka Yoshua kalani, sema kila atakayejenga atafiwa. Kumbe ile neno likawa laana kwenye ile ardhi. Sasa wewe angalia, ardhi unapokwenda kukaa, ardhi unapofanya unaenda kufanya biashara, ardhi unapoenda kusetwa mambo yako, angalia umemwomba Mungu, kajua hiyo ardhi ina kitu gani, ili Mungu naye anakuambia utoe sadaka ya aina gani, ili kusiwepo na kisasi kwako na kizazi chako. Halo, wewe unafurahi tu kupanuka, unafurahi tu kupanuka, bado unaona unastaki mahali. Unastaki sio kwa kupenda, unastaki kwa magonjwa, unastaki kwa mikosi, unastaki kwa ajali, unastaki. Unakuja ndio unaanza kuomba, Baba nimekosea wapi? Biblia inasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Sawa, ulipoanza kupanuka humtaki kumulia Mungu, kumuuliza Mungu. Sawa, matatizo yametokea, yamekuwa makubwa, ndio unaanza kumrudia Mungu. Sio kanuni ya Mungu, sio sheria ya Mungu. Mtu mwenye uelewa asema amina. Kwa hiyo mimi nilikuwa ngumu, Mungu ananifundisha, anambia wewe hapa huna kitovu chako, lakini nimekupanua kwenye nchi hii. Madai yanakuja mwanangu. Naambia Mungu nifanyie, asema kata ardhi, toa fungu la 10 ya ardhi. Nikakata ardhi, nikatoa. Mungu akaatamia ardhi. Kwenye ulimwengu wa damu na nyama unaona ni kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho, my friend, imeatamiwa na Mungu. Vinginevyo, ngoja nikwambie neno rahisi sana. Vinginevyo wewe unaweza ukasurvive kwa sababu una stamina saa hiyo. Ukitoka wewe, maisha yako unaishi miaka 120, unaondoka dunia. Ukiondoka, angalia watoto wako hawata survive kwenye hiyo ardhi.
Ndio maana angalia watoto wengi ambao baba zao walitafuta kwa shida, baada baba yao kupita tu akafa, wao wanauza, wanabaki mtaani, wanatembea mtaani. Kwa nini? Ardhi haikukumbukwa kutolewa sadaka. Na hakuna mtu aliyekumbuka au madhabahu iliyokumbusha watu wakamlilia Mungu wakapewa namna kutoa sadaka ili kumiliki. Kumbuka hata ardhi ya Israeli Abraham alitolea sadaka. Hata alipotaka kumzika mke wake Sara, alikwenda kukaa na wakuu wa miji ile kule Makrapela, akanunua ile ardhi kwa pesa halali, maanake alitolea sadaka. Pamoja na kwamba alipigana vita na kukomboa, lakini bado alitolea sadaka ile mizimu isiwe na halali. Sasa hivi Wakristo wanapomiliki mahali, kwa sababu ana dola zake, ana paundi zake, ana euro zake, ana shilingi zake, anamiliki kiburi tu, anasema mimi ni hapa. Kwa nini? Kwani si hati ni hii, hati ni hii. Hati hiyo ni kibinadamu my friend. Kuna hati ya ulimwengu wa roho, kama sio ya shetani ni ya Mungu aliye hai. Kama hiyo hati haipo kwenye ulimwengu wa roho ya Mungu aliye hai, sikiliza, unaweza ukapambana kaja kaachia watoto wako, hawata survive kwenye hiyo ardhi. Hata kama walijenga gorofa, wataondolewa kama vile hawajawahi kuona gorofa. Sasa usifikiri mchezo. Mwenye masikio atasikia. Haleluya. Ndio maana Mzee Ibrahim, Mungu hakumtaka aseto mahali pamoja. Enzi ile hiyo nchi ilikuwa inaitwa Wakanaani. Anafika hapo mahali Mungu alipomwambia, anajenga madhabahu. Anapojenga madhabahu maana yake anatoa nini? Ukisikia madhabahu maana yake anatoa sadaka, si ndio? Baada ya muda Biblia inasema anaelekea kusini. Akafika kusini, naye akakaa chini ya mretemu, akajenga madhabahu, akatoa sadaka. Hiyo yote nini? Ili ardhi, miungu ya Wakanaani na ya Waamori isije kamsumbua yeye wala kizazi chake. Na ukitaka kujua jambo hili, angalia Waamuzi sura ya 6. Kizazi chake kiliporudi kikasahau kwamba ardhi ile ilitolewa kwa sadaka, wakaanza kujiunganisha bila kujua. Angalia, waliteseka miaka 7 kwa sababu waliinamia mizimu bila wao kujua. Lakini kwa sababu baba yao alitolea ardhi ile sadaka, ndio maana mataifa kama ya Wakanaani, Wahivi, Wagirigashi, Wayebusi, mataifa 5 yenye nguvu mpaka leo kitafuta Wagirigashi, Wahivi, Wayebusi, Wakanaani huwapati kwenye ramani ya dunia. Lakini Israeli imesurvive zaidi ya mamilioni ya miaka, wako mpaka sasa hivi. Wapo mpaka leo. Pamoja na mateso waliopita kutaka kuteketezwa na nini, wako mpaka leo. Baba yao hiyo ardhi alitolea sadaka, Mungu akaipigania. Mungu akikusemesha, akianza kukupanua, mwambie Mungu, nisemeje juu ya ardhi hii? Maana kitovu changu hakipo hapa. Mimi nimezaliwa Bukoba, nimezaliwa labda Mtwara, lakini niko Arusha, niko Kilimanjaro, niko Dar es Salaam, na hapa ndipo umenipanua Mungu, na kushukuru. Maana unapopewa kipande cha ardhi, maana yake umemilikishwa milele. Wewe utapita, kizazi chako kinabaki na haki. Ni sawa si sawa? Ndio wanasema hapa ni kwetu, maana yake umemilikishwa. Haleluya. Kwa hiyo sadaka ya shukrani ni sadaka ambazo, ngoja tusome hili neno ili nikusaidie kwa neno la Mungu. Kitabu cha Walawi sura ya 3. Mambo ya Walawi. Jamani, tumefika? Nisaidie kwenda haraka. Mambo ya Lawi sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5, lakini mimi naweza kusoma mpaka wa 3 ili uelewe sadaka hii. Sawa ndugu zangu Na matoleo yake kwamba ni sadaka za amani. Sema ni sadaka za amani. Hapa tunaenda namba 4. Zile za shukrani ndio tumemaliza hapa.
za shukrani nimekwambia ni matoleo ambayo mtu anaposhindiwa vita, ama kanisa linaposhindiwa vita, ama kanisa linapovushwa, ama linapofanikishwa. Si ndio ndugu zangu? Haya, hapa pia ni sadaka za amani. Namba 4, sadaka za amani. Ni matoleo yake kwamba ni sadaka za nani? Za amani, kwamba atasogeza katika ng'ombe mume au mke, atamtoa huyo aliye mtakatifu mbele ya Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake huyo aliyemtoa na kumchinja malangoni pa hema ya kukutania, na wana wa Haruni hao makuhani watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote, naye atasogeza katika sadaka hiyo ya amani. Sadaka hiyo ya nini? Ya amani, dhabihu kwa Bwana itakayofanywa kwa njia ya moto, yaani mafuta yafunikayo matumbo na mafuta yote yaliyo juu ya matumbo. Inaitwa sadaka ya nini ndugu zangu? Ya amani. Na ukisoma mstari wa 5 mwishoni huko anasema iliyo katika kuni zilizo juu ya moto ni dhabihu ya kusogeza kwa njia ya moto, harufu ya kumpendeza kwa nani? Impendezayo kwa Bwana. Maanake ni sadaka zenye kibali. Ndio maana unaweza katoa mali kwa mtu, kwa mtumishi, kwa mtakatifu. Mungu anamwamuru iwe ni mtumishi, iwe ni mtakatifu. Mungu anataka kumpanua, anamwambia mfanyie jambo hili, mpe kitu hichi, mpe nyumba, mpe gari, mpe hiki. Mungu anakupanua, anaweka ulinzi. Haleluya. Wangapi wanaelewa kitu nimesema? Sadaka za amani. Umekaa na familia yako mwaka mzima, hakuna ugomvi, hakuna faraka, unaondoka na sadaka ya amani. Unamwambia Mungu, hii ni sadaka yangu ya amani, ya ndoa ama ya familia yangu ama ya biashara yangu. Unatoa ya amani. Ndio maana unaona watu wengi wanabeba, wanatengeneza hata vyakula, wanakwenda kula na mama ya watoto yatima. Hiyo yote wanaonyesha kwamba kuna amani, kuna kitu Mungu amewafanyia. Wanajiunganisha na amani. Hawatoi wakati wanalia, wanahuzuni. Sadaka za amani, za kumshukuru Mungu wakati wana amani. Haleluya. Kama umeelewa, punga mkono wako namna hii. Sadaka kama hizi Mungu anaziangalia sana. Haleluya. Sasa watu wengi hawamtumiki Mungu juu ya sadaka zao kwa uaminifu. Jitahidi umtumikie Mungu kwa sadaka zao kwa uaminifu. Haleluya. Na pia wafanyi kwa wakati. Hakikisha sadaka ambazo Mungu ameziamuru ufanye kwa ili wingu la Mungu unapofanya kwa wakati, maanake bado na uwepo wa Mungu, ili Mungu apokee hiyo sadaka. Ukija kufanya baada ya Mungu kuondoka, inakuwa hiyo sadaka haina maana. Ndio maana unakuta watu wengi wamekaa kwenye makanisa ya kiroho kama nilivyosema, wakawa maskini. Kwa nini? Kwa sababu hawakufuata taratibu wa Mungu wa utoaji. Lakini wale wanaofuata taratibu, umaskini hautakaa utajwa katika maisha yao. Haleluya. Na wanapotoa sadaka kwa uaminifu, magonjwa sugu Mungu anaingiliaga kati kuyaondoa magonjwa sugu. Umenielewa kitu nimesema? Na watu wa namna hiyo wanauona ufalme wa Mungu. Punga mkono wako namna hii. Ninaomba leo tukomee hapa. Angalau kuna mambo machache yamekusaidia. Haya ni mapenzi ya Mungu, kulikumbusha kanisa. Watu wengi wanamlilia Mungu nibariki. Akianza kubariki, sio watoaji. Na kama ni watoaji, ni wachache, hawatoi kwa wakati. Fungu la 10 wengine hawatoi. Sio sawa. Mimi tangu Mungu ameniita sikuacha. Bila kujali ninacho kiasi gani, kingi kiasi gani, kichache kiasi gani, nimemtanguliza Mungu. Na sijawahi kuona hasara. Mambo haya yanahitaji uelewe tu na kufanya maamuzi rohoni mwako.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuonyeshe kitu cha ziada. Sema cha ziada. Mungu alikuwa ananisemesha akaniambia hivi, kuna baadhi ya watu ambao nimekuweka mbele yao, na hasa wanapokuja iwe ni wagonjwa ama wanadhaifu, wanakuamini na kukuwekea tumaini kama sehemu ya majibu yao. Watu hao sio sawa sana. Wanapaswa kumwamini Mungu ndani ya mtumishi. Ninaeleweka? Ngoja nitoe mifano. Kama hamtajali, ngoja niombe wazee watatu hapa. Njoni wazee watatu. Wazee wa kanisa watatu. Yaani mpaka wafike hapa ni Alhamisi. Inatosha baba, inatosha. Haya. Sasa nani awe Mungu hapa? Haya. Sasa huu ni mfano. Si ndio Cho rafiki. Kwa huko katikati hapa. Paka nyuma huko mnaona Huyu nimemuita, kaa hapa. Simama hapa, unagemea tu hapa. Egemea tu hapo, una relax tu kidogo. Hapa. Sasa njoo hapa. Wewe simama hapa. Elekea hao wazee hapa. Kila mtu anaona Wewe shuka ngazi ya pili hapa. Sikiliza. Mungu hufanya kazi na wale wampendao ili kuwapatia mema. Si unajua Mungu wetu ni mwema? Nisikilize. Iko hivi. Tuseme ni mfano. Ni nini? Huyu hapa ni Mungu. Huyu ni nani? Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ni mfano, ni Mungu. Huyu hapa ana shida, lakini naomba isiwe shida. Si ndio jamani? Ni mfano. Ana shida. Tuseme ana shida gani? Tuseme anaumwa. Si ndio Ni mfano, hautaumwa. Sawa jamani? Unamkumbuka Hezekia? Ngoja nitoe mfano huu ndio mtaelewa. Hezekia alikuwa mfalme wa wapi? Wa Israeli. Aliugua karibu ya kufa. Nani alimpelekea ujumbe? Isaya nabii. Nani alimtuma Isaya nabii? Hezekia yamkini Isaya nabii hakujua kama Hezekia anaumwa. Ni mfalme yuko ndani ya kasiri lake, ni mtu mkubwa. Si ndio Lakini akawa nini? Anaumwa. Nafikiri kwenye maombi yake anapolia anasema basi Mungu, nimekata tamaa, nitafanyaje? Mungu kwa kuwa anamsikia, alichofanya Mungu akamuita Isaya nabii. Alipomuita, sogea hapa, kuja ngazi. Maana yake ameitwa, sogea. Anapokuja anamsikia Mungu anamtuma kwa nani? Kwa Isaya nabii. Kwa nani? Kwa Hezekia. Anamwambiaje? Anamwambia nenda mwambie Hezekia mfalme atengeneze mambo ya nyumba yake, maana atakufa hataishi. Si ndio Sasa huyu ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Anatumwa na nani? Na Mungu. Alafu huyu amesikia Mungu amemtuma, anapeleka au hapeleki? Anapeleka. Sasa wewe mnongonezie tu pole. Basi. Haya. Kutoka hapo, ngoja nikuulize. Amesikia hajasikia? Amesikia. Nani amemwambia? Mungu ndio amemtuma. Si ndio Sasa angalia. Baada ya kumtuma, si amemaliza ujumbe huyu? Ameelekea zake. Pia sema anaelekea kwenye mji mwingine. Ndio maana unaona anaelekea huko, anaangalia huko. Sasa angalia. Kosa linatokea wapi? Hezekia alichofanya, alimwangalia mtumishi ama alimwangalia Mungu aliyetumwa na mtumishi? Alimwangalia nani? Alimwangalia Mungu. Na alipomwangalia Mungu, alijinyenyekesha hajajinyenyekesha?
Alipojinyenyekesha, yeye hakuhangaika na Isaya nabii, alihangaika na Mungu mwenye maisha yake. Unapohangaika na Mungu, manake kutoka hapo Isaya hayupo kwenye moyo wake. Sasa yuko Mungu aliyeleta sauti ya kwamba afanyeje. Sasa anatengeneza. Nenda soma hayo matengenezo sawa sawa na Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Utasoma baadaye. Sawa jamani? Wakati anatubu, unaona ile toba, anamwambia Mungu, kumbuka mema niliyokufanyia kabla. Najua Bwana mkono wako unataka kukataa usiniponye, lakini kumbuka mema niliyokufanyia. Mungu hapa hamtazami mtumishi, anamtazama Mungu aliyemtuma mtumishi. Sasa wakati anaomba namna hii, sauti yake badala ipitie kwa mtumishi, sauti yake inapita kwake, hapa inakwenda straight kwa Mungu. Na Mungu alipoona moyo wake unaangalia kwake, huyu mgonjwa, huyu mwenye shida anaangalia kwake, angalia, Mungu akabatilisha hiyo hukumu, asema huyu mtu amenitazama hivi, asife basi. Akarudi sauti yake, akamwita tena nani? Akamwita Isaya, akamwambia, Isaya, umefika wapi? Asema, nimefika huku, nilikuwa natoka nje ya mji. Ambia rudi. Aliporudi akamsikiliza sauti, akamwambia, nenda bwana, nimesikia kilio cha mtumishi wangu Hezekia. Nenda mwambie hivi, nimesikia kilio chake. Sikiliza, nimesikia nini? Kilio chake. Sasa nenda mwambie hivi, nimemsamehe na nitamwongezea miaka 15, na siku ya ibada atatoka kwenda kanisani, maana amenipendeza mimi. Isaya akaondoka. Saa ambayo hakutegemea. Angalia, Isaya anampelekea ujumbe. Alipompelekea ujumbe, nataka nikwambie, Isaya akaondoka. Hezekia akamuinua Mungu, na baada ya siku 3 mwanaume akapona, akasonga mbele. Sasa watu wengi wanakosea wapi? Watu wengi wanakosea wapi? Nisikilize, itakusaidia. Watu wengi wanakosea wapi? Anatumwa mtumishi wa Mungu na Mungu anapitisha sauti yake kwa mtumishi wake. Napotumwa mimi mtumishi wa Mungu, nakuja kukuletea message. Nikikuletea message, badala wewe kumwangalia Mungu aliyeleta message, wewe unaangalia mtumishi aliyekupa message. Unaanza kusema, Mungu asante. Wakati unaendelea kusubiri, unaona kama bado, unaanza kusema, siku nyingine nikukutana na wao wanasema hivi, lakini siku ile waliniambia kwamba Mungu ameniambia 1, 2, 3, lakini bado sijaona. Ningekuwa karibu nitakupiga kofi zito. Umeona mahali watu wanakosea? Hiki ni chombo. Ndio maana watu wameshindwa kufundishwa na Mungu, kwa sababu wanawaangalia watumishi. Amelaaniwa yeye amtegemea nani? Ambao ndani yao wamemwacha nani? Mungu. Unapaswa mtumishi akileta ujumbe, hata kama ni gagari, hata kama ni hewa, hata kama ni wakujiinua, hata kama ni wakujisifu, yeye sio Mungu. Wewe ngangana na Mungu aliyesema naye. Mwambie mtumishi wako umemtuma, amesema 1, 2. Baba, nikiwa ndio hivi, mimi nakuja kwako, naomba unisaidie. Unajua ile sauti nageuka, haitoki tena kwa mtumishi, inanyoka straight kwa Mungu. Alafu Mungu ni mkweli. Kutoka hapo Mungu naye lazima atasema, mwanangu, ndio nilivyokutuma, mimi nitakusaidia. Saa hiyo Mungu akianza kukusaidia, atakufundisha mambo, atakuonya, atakuelekeza. Ukija kupona, hautamtukuza mtumishi, utamuinua Mungu ndani ya mtumishi. Asante sana. Barikiwe. Barikiwe. Ninaamini umeelewa. Kuna kitu umeelewa. Kama umeelewa, nipungie mkono wako namna hii. Itakusaidia. Usipoondoa hiyo, watumishi wanatumiwa kama vyombo. Ndio maana akina Isaya, akina Paulo, akina Petro, Mungu alitumia mpaka vivuli vyao vinaponya watu. Walitumia mpaka vitambaa vyao, wagonjwa wa kila aina wanapona. Walifufua mpaka wafu. Leo hawapo, lakini Mungu yupo, kwa sababu bado anatumia vyombo vyake.
Mtumishi akikwambia jambo, mshike Mungu, wacha kumshika mtumishi. Wengi wanapiga simu, mtumishi, kama ulivyoniambia siku ile ilikuwa umesema Mungu amesemaje eti? Sasa alikwambia moja mbili, nimetengeneza lakini naona bado hata sijasikia ishara yoyote. Basi endelea kuomba siku 2-3, halo mtumishi, naam. Hata ile kitu ulisema Mungu amesema ilikuwa bado, nisaidie kuomba kwa kweli. Nitaiblock hiyo namba yako. Maana unanichonganisha na Mungu. Wewe hutaki kunyooka kwa Mungu. Nyooka kwa Mungu, utaona mabadiliko kama alivyoona Hezekia. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, Simba wa Yuda. Haleluya. Hakuna kama wewe Baba, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe, hakuna, 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 hakuna kama wewe Yahweh, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Baba, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe Baba, hakuna kama wewe Jehova, hakuna, 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 hakuna. Joy of the Lord. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Yes, hakuna kama wewe Jehova.
hakuna. Yesu hakuna, hakuna wewe. Hakuna, hakuna wewe. Hakuna, hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna wewe. Hakuna, hakuna kama wewe Yesu. Hakuna, hakuna wewe. Hakuna, hakuna Baba. Celebrate. Vigelegele wa mama. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe Yesu. Wewe Yesu unatosha. Yesu tunakuinua. Yesu tunakutukuza. Yesu tunakusifu. Tunalibariki jina lako. Wewe mtawala wa vyote. Hakuna, 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 hakuna Yesu. Hakuna, 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 hakuna hakuna, hakuna Yesu. Hakuna kama wewe Baba. Hakuna tawala kama wewe. Hakuna ponaji kama wewe. Hakuna, 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 hakuna. Yes! Hakuna, 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 kuna kama wewe Baba, kuna kama wewe Mwamba, kuna kama wewe Mfalme, kuna kama wewe Mtoshele, hakuna kama wewe unaishi. Hakuna, hakuna. Hakuna, hakuna, Naamini unabarikiwa. Naamini unabarikiwa. Ngoja nikamshukuru Mungu. Na wale ambao wakati mwingi wamepata magonjwa ya mlipuko, haukutegemea mara tumbo limeinuka na harisha, haukutegemea mara unakutana na hiki, haujategemea mara unashumbuliwa na kichwa.
haujategemea maana hiki na kile. Hayo ni mashambulizi ya mlipuko yanayotokea. Baba, katika jina la Yesu, tumelisikia neno lako, na neno lako ni amina na kweli, linatufundisha na kutukumbusha. Naomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kila magonjwa ya mlipuko yanayolipukia watoto wako, ya kuwakosesha furaha, kuwakosesha amani na kuwafanya wawe watu wa kutaabika, kwa jina kuu la Yesu Kristo, ninaamuru magonjwa hayo na mateso hayo yaondoke kwenye miili yao, kwenye viungo vyao vyote. Kubanwa na kifua kuondoke kutoka sasa. Kuteswa kwenye mishipa yaondoke kutoka sasa. Kuteswa kuumwa kichwa kutoke kutoka sasa. Tumbo kuvurugika kutoke kutoka sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Na kila aina ya mkandamizo usiwepo juu yao. Nimewabariki watoto wako kwa kuwa wamelisikia neno lako, na mateso yanayoambatana na mikosi hiyo isirudi kwenye miili yao. Katika jina la Yesu ninawabariki Mungu. Amen. Haleluya. Siku ya Jumapili ya tarehe 22 ambayo ni bado siku 3 zijazo, kanisa mjiandae kwa wale ambao walikuwa hawajatengwa na laana za mizimu. Itakuwa ndio siku yao, na pia kutolewa kwa wazaliwa wa kwanza. Haleluya. Watawekwa wakfu wazaliwa wa kwanza. Kuna wazaliwa wa kwanza kibibilia wa aina mbili: wale waliozaliwa kibinadamu, wazaliwa wa kwanza, na wale wazaliwa wa kwanza ambao ni kiroho, kwa maana wako wengine ni makuhani. Yeye hajazaliwa nyumbani kwao mzaliwa wa kwanza au wa pili, lakini Mungu amemuita katikati ya familia yao. Ajalisho ulizaliwa namba 2, 3, lakini Mungu akakuita kama Yusufu, akakuita kama Daudi, akakuita kama Musa. Wote hawakuwa wazaliwa ama kifungua mimba, lakini Mungu akawafanya kama wazaliwa wa kwanza katika ulimwengu wa roho. Wakawa wanaitwa jina lingine ni lango. Ni lango la Mungu. Na lango kazi yake moja kubwa ni kupitisha vitu vya Mungu. Na wazaliwa wa kwanza kama hawajawekwa wakfu kwa Mungu ama kukabidhiwa mikononi mwa Mungu, kuna kazi moja tu: adui ana nafasi kupitisha vitu vyake vya ulimwengu wa roho kupitia mzaliwa huyo wa kwanza. Ndivyo ilivyo. Unanielewa? Ndio maana wazaliwa wa kwanza wa Misri Mungu aliwaua, na ikawa pigo mpaka wana wa Israeli wakatoka, hawakutakiwa tena Misri. Na ndivyo ambavyo wazaliwa wa kwanza shetani naye anadili na wana wa Mungu. Kama hujamweka wakfu, kuwekwa wakfu maana yake kukabidhiwa kwa Mungu. Haujamkabidhi mtoto kwa Mungu, hata kama wewe ni Mkristo au wewe hujawahi kukabidhiwa, ulikuwa mzaliwa wa kwanza hujakabidhiwa mikononi mwa Mungu, kuna lango la adui anatumia uhalali ule kuleta uharibifu. Na wewe ukiharibiwa kama lango la kwanza ama mzaliwa wa kwanza, ndugu zako hawawezi kufanikiwa, maana tayari amepata nafasi. Kwa hiyo siku ya Jumapili, kwa wale ambao wameelewa na wamejifunza yale ambayo Mungu ametufundisha nyuma, basi itakuwa ni wakati wenu wa kuja kutengwa. Na wale ambao hawawezi kufika kabisa vuka Yordani, wametoka mikoani mbali, wameshindwa kufika, ama huko mataifa mengine imekuwa gharama kubwa kufika, umemwomba Mungu na amekuongoza sadaka ya kutoa, siku ile jiunganisha live na ibada, basi utatengwa na Mungu, maana mkono wa Mungu si mfupi. Ili mradi yeye ameshajua uhusiano wako na yeye baada ya maombi yale yote tuliojifunza kutokana na masomo hayo. Na kama Mungu amekuridhia, amekupa hizo sadaka, basi wakati
tunatoa sadaka na kukuombea. Basi kutoka hapo Mungu atakuwa amekuweka wakfu, ama Mungu atakuwa amekutenga na laana kama ni mtu wa kutengwa na laana. Na saa ya kuwaweka wakfu wazaliwa wa kwanza pia kama ni mtu unahusika upande huo, itakuwa hivyo, na sadaka zako zitakuwa zimesha kuja madhabahuni. Basi kwa wale ambao ni wambali, huwa mnaona wakati mwingi sadaka zinakuja madhabahuni na zinatangazwa, na unaona zinaachiliwa hapa kuwakilisha moyo wako, na huko uliko Mungu anahusika. Amina. Na siku hiyo hiyo baada ya ibada hiyo tukumalizika, kutakuwepo na ushuhuda. Sema ushuhuda. Shuhuda mbalimbali ambao Mungu amekufanyia ama amekutendea. Muda mrefu sasa Mungu hajatupa nafasi hiyo, sasa ametupa hiyo nafasi. Kwa hiyo baada ya kufanya ibada hiyo ambayo yamkini itakwenda zaidi ya nusu saa, vile Mungu atavyotusaidia, baada ya hapo tunakuwa na ushuhuda. Tunakuwa na nini? Kwa hiyo ulio na ushuhuda, maana yake, faida yake nini? Mtu yeyote anayemshuhudia Mungu matendo makuu ambayo Mungu amemtendea, moja, Mungu anaachilia ulinzi juu ya yule mtu. Namba mbili, Mungu anatumia ushuhuda huo kukutana na haja ya wale ambao wana tatizo kama lile ambalo alikuwa nalo huyu mtu akapona, basi na yeye anapona. Unajuaje Sumbe? Mtu yule ambaye alikuwa na shida ya mauti, Elisha alishakufa miaka mingi, mtumishi wa Mungu akalala mifupa yake akiwa salama, lakini bahati mbaya akaletwa mtu mwingine, wanamkimbiza kwa ajili ya vita, wakaenda akamtumbukiza kwenye mauti iliyokuwa amelala mtumishi wa Mungu. Ilipokutana na mifupa ya Elisha, ile mauti iliinuka, haijainuka? Iliinuka, akawa mtu hai. Kwa hiyo wewe ambaye ulitolewa kwenye hiyo mauti, unapokutana na mtu aliyetolewa kwenye hiyo mauti, wewe bado na hiyo mauti, na hiyo mateso, atakaposhuhudia katika roho na kweli, na wewe unatoka kwenye hiyo shida. Haleluya. Hiyo ndio kanuni ya Mungu kwa wale ambao, ndio maana mara nyingi tunatoa angalizo. Shuhudia, usiongeze chumvi, usiongeze madoido yako, usijitetee, usiseme watu madhabahuni, usiseme dini ya mtu madhabahuni. Sema kile Mungu amekutendea kutoka madhabahuni. Lengo lake nini? Ili uwepo wa Mungu ule aliyokutendea upate nafasi ya kumwendea mtu. Haijalishi yuko hapa madhabahuni, haijalishi yuko nje ya madhabahu hapa au yuko nje ya nchi, Mungu anamfikia. Kama umenielewa, sema amina kubwa.